Asante. Naam, mtazamaji wa Gumzo, assalamu alaikum warahmatullah. Mara nyingine karibu tena katika wasaa wa Gumzo, gumzo maalum. Leo hii tunazungumza na kijana mpambanaji kutoka nchini Tanzania, Twaha Mwaipaya, ambaye kabla huko alitambuliwa kama ni uh, kiongozi katika baraza la vijana la chama cha upinzani cha Chadema Bavicha, na baadaye mbali ya kuwa bado ni kada mkubwa wa chama cha Chadema, lakini ameendelea kuwa mwanaharakati ambaye amekuwa akipigania demokrasia na haki za binadamu katika nchi yake Tanzania. Twaha, karibu sana kwenye gumzo hili maalum na wewe. Asante sana kaka. Asante. Tunashukuru kwamba umepata muda wa kuungana nasi, na tunajua pia magumu ambayo nchi inapitia, nchi yako Tanzania kwa sasa, nchi yetu, na yale ambayo yanaendelea. Kwa hivyo jambo la mwanzo ambalo ungetaka kulijua kutoka kwako Twaha ni unavyoiangalia picha ya jumla ya Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Unaiangaliaje nchi yako? Asante. Kwanza nikiangalia picha ya ujumla baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 baada ya tarehe 29 Oktoba, picha ya kwanza ni uchaguzi ambao umeacha alama kubwa sana kwenye maisha ya watu, uchaguzi ambao umeacha simanzi, umeacha majonzi, umeacha misiba, umeacha yatima bila ya kujali huruma ya serikali, uchaguzi ambao hautasahaulika kwenye masikio na vinywa vya Watanzania kwa sababu hatujawahi kuwa na uchaguzi kama ule. Mimi siwezi kuita uchaguzi, naweza nikaita uchafuzi kwa sababu uchaguzi unapaswa uwe wa haki, wa kidemokrasia, unaoshirikisha usawa wa vyama vyote vya kisiasa. Kwa tarehe 29 Oktoba ni tarehe ambayo imeichafua sana nchi yetu ya Tanzania, tangu kutoka kwenye kisiwa cha amani, na kila Mtanzania duniani kote alipo alikuwa anajivunia na kuona fahari kujitambulisha kama Mtanzania, lakini sasa hivi Watanzania wanaona aibu kujitambulisha kama wao ni Watanzania huko duniani kwa sababu ya kile ambacho kimetokea: mauaji ya kutisha, vijana wadogo wa Gen Z wameuawa kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 bila huruma, na serikali ilikusudia kufanya hivyo. Ile haikuwa bahati mbaya, kwa sababu hata vitabu vitukufu vya Mungu vimeandika kwamba usiue, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imeua kikatili sana. Tulitegemea tutakuwa tuna uongozi ambao utatangaza utalii duniani na watalii watatoka popote walipo waje Tanzania kuitembelea vivutio mbalimbali ikiwemo mlima Kilimanjaro, kuitembelea Zanzibar, mbuga za wanyama Serengeti na Ngorongoro. Lakini kwa sasa tuna promote ugaidi, tuna promote mauaji. Dunia nzima imetuona kama nchi katili, nchi isiyojali haki za binadamu, nchi isiyojali demokrasia, nchi inayofunga viongozi wa kisiasa, nchi inayoua wananchi wake. Kwa sasa hivi tumejitia doa kubwa kabisa la makusudi ambalo watawala waliopo madarakani wameona bora nchi ikachafuka, wao wakaendelea kutawala, kwa sababu kile ambacho kimetokea kilishalalamikiwa huko nyuma. Watanzania zimeundwa tume mbalimbali za madai ya mabadiliko ya katiba kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025, 2020. Pia kulikuwa kuna uchaguzi mdogo. Kanisa Katoliki ilifika ni mbele ya kamati ya bunge kutoa maoni yake kwamba uchaguzi ufanyikaje, tume huru iweje. Wakafanya research, wakawasilisha kwenye bunge, kwenye kamati ya sheria ya bunge. Sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tulifanya hivyo, taasisi mbalimbali zilifanya hivyo, shule ya maimamu pia walipeleka mapendekezo yao kutaka uchaguzi wa mwaka 2024, uchaguzi wa mwaka 2025 ufanyike ukiwa huru na haki. Kanisa la KKKT walifanya hivyo pia, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi haikusikiliza. Kwa hiyo tumefikishwa hapa si kwa bahati mbaya, serikali imefanya makusudi kabisa kwa kile ambacho kimetokea siku ya tarehe 29 kwenye uchafuzi wa mwaka 2025, na hii haijatuacha salama, kwa sababu sasa kila siku habari zinajitokeza kwamba tumeanza kukosa misaada kutoka kwenye nchi mbalimbali ya kile ambacho kimetokea. Nchi yetu imechafuka, lakini bado au viongozi wanaojiita au viongozi haramu waliojipitisha hawataki kukubali kwamba tarehe 29 walifanya uharamia wa kutisha. Mpaka sasa ukisikia msimamo wa Gen Z,
Unasema kwamba kwanza hawatambui uchaguzi, hawamtambui rais aliyopo kwa sasa, hawatambui bunge liliyopo kwa sasa, hawamtambui diwani yoyote, hawamtambui mbunge wa aina yoyote, hawamtambui na rais mwenyewe. Kwa hiyo hii ni jambo baya sana, kwa sababu watu kwa sasa hivi wenye nguvu, social media Tanzania ina nguvu sana, na siasa sasa hivi kila mmoja anafuatilia. Kwa hiyo hata wao waliojipitisha kwa nguvu watapata shida sana, hata wakulazimisha kuongoza hawezi kuongoza, kwa sababu hawana legitimacy, hawakubaliki kwa umma na vijana na Watanzania kwa ujumla. Uchaguzi ambao umeacha misiba karibia kila mkoa, kila wilaya, kila kata, karibia kila kitongoji na kijiji cha nchi hii wamezika msiba, wamezika watu wengi sana. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao kihistoria hautasahaulika, sio kwa wema, ni kwa ubaya ambao serikali imetendea wananchi wake. Sorry. Naam, asante Toa kutufungulia kwa kishindo namna hii. Nimekusikia ukisema kwamba kilichojiri tarehe 29 na kuendelea mbele kwa upande huu wa pili, kwa maana ya mauaji na machafuko yaliyotokezea mbali ya uchaguzi wenyewe, ni kitu ambacho hakikuwa cha bahati mbaya. Kwa nini ukasema kwamba haikuwa cha bahati mbaya? Unakusudia kwamba uh, palikuwa na mpango, palikuwa na ishara ambazo ziko wazi kwamba yatajiri yale? Kwa nini unasema si cha bahati mbaya? Asante. Yangekuwa ni mauaji ya bahati mbaya, ungeona watu wamepigwa risasi za miguu wakatokwa damu nyingi sana, na kabla ya kufika hospitali wakafariki. Lakini ulikuwa ni mpango mkakati. Kwanza, kabla ya kuanza kutekeleza mauaji siku ya tarehe 29, ilipofika saa 7 kamili mchana, serikali ya Chama cha Mapinduzi ilizima mtandao, na Tanzania nzima hakuna mtu yoyote aliyopo nje ya Tanzania alijua kinachojiri. Hata Watanzania wenyewe hawakujua kinachojiri, kwa sababu baada ya kuzima mtandao walianza kutekeleza mauaji makubwa ya kutisha. Kwa nini nasema yale mauaji ya kufanyika kwa bahati mbaya? Kwa sababu watu waliopigwa risasi wamepigwa risasi za vichwa, wamepigwa risasi za shingo, wamepigwa risasi za vifua, wamepigwa risasi za tumbo. Kwa hiyo maelekezo yaliyotolewa sio kujeruhi waandamanaji. Maelekezo yaliyotolewa ni kuua, kwa sababu unavyompiga mtu risasi ya kichwa, shingo, kifua na tumbo, hauna mpango wa kumjeruhi, wewe una mpango wa kuua kabisa. Kwa hiyo amri iliyotolewa ilikuwa ni kuua, na mauaji hayo yalipangwa kufanyika gizani. Ndio maana nasema si kwa bahati mbaya. Ndio maana hata walipoua walificha baadhi ya mili ili watu wasiwaone ndugu zao. Kitu cha kusikitisha kabisa, kule Mwanza Seketule, baada ya watu kupigwa risasi kupelekwa wodini wakapate matibabu, polisi walikwenda wakawachukua wakawapeleka, wengine wakawamalia. Sasa kitu kama hauwezi kusema kimefanyika kwa bahati mbaya. Ni mtu wangekuwa wamefariki watu watatu, tungesema ilikuwa ni bahati mbaya za mapambano. Wamefariki watu wengi sana, maelfu ya Watanzania, vijana wadogo, watoto wadogo, wakina mama wenye mimba, wazee, wote wamefariki. Kwa nini nasema si mauaji yaliyofanyika Tanzania hayakuwa kwa bahati mbaya? Waliofariki sio wamepigwa risasi tu barabarani, watu wamefatwa nyumbani kwao, ndani kwenye majumba yao wamepigwa risasi. Wapo waliopigiwa risasi baa, wakiwa wanauza baa zao ndani ya baa, wauaji waliingia ndani ya baa wakapiga watu risasi. Hii siyo bahati mbaya. Haya ni mauaji ya makusudi kabisa yaliyoratibiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi na utawala wake. Kwa hiyo Watanzania wajue kwamba kilichotokea siku ya tarehe 29, siku ya tarehe 30 hayakuwa mauaji ya bahati mbaya, ni mauaji ambayo yameratibiwa, kwa sababu wauaji walizamiria kuua, na baada ya kutekeleza amri hiyo umeona miili mingi imeonekana kwenye hospitali ya Mwananyamala Dar es Salaam, ukienda Arusha hospitali ya Mount Meru, lakini vile vile imeonekana hiyo kwa Mbeya, watu wamepigwa risasi Mbeya, watu wameuawa kila pembe ya Tanzania, watu wameuawa, wamepigwa risasi, na ni watu wengi kabisa, vijana wadogo, nguvu kazi ya taifa. Ukiangalia maiti hauwezi ukazani kama hii ni ile Tanzania ambayo tulikuwa tunajivunia nayo. Mauaji ya kutisha kabisa, ili Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake, haya mauaji yamefanyika ili mtu awe rais wa nchi, ili mtu awe diwani wa kata, ili mtu awe mbunge wa jimbo, ndio umeua wa Tanzania. Utawala wenye gharama ya damu, huu utawala hauna baraka za Mwenyezi Mungu, hauna baraka za Watanzania, na sisi tunaupinga kwa kila amri, kwa kila namna. Hatuutambui utawala huu, umemwaga damu nyingi sana kwenye nchi yetu ya Tanzania.
Naam, naam. Umeelezea matukio ya siku yenyewe ile, namna mauaji ambayo walifanyika, kwa mujibu wa bila shaka maelezo ambayo umepata kwa watu na video ambazo zimekusanywa zinazotembea mtandaoni. Ingawa upande mwingine wa pili, Abdari Taha Mwepaya, unapozungumza nao anakuambia kwamba ilikuwa ni siku ya machafuko, kupakiwa na mchafukoge wa namna ile. Kwa mfano viwanda vinaporwa, magodoro kule Mwanza, moto mkali unatokezea, wanaua watu kwenye moto ule. Sheli zinachomwa moto, mabenki, vituo vya daladala, magari na kadha wa kadha. Kwa hivyo ni wakati wa mchafukoge, walinda usalama wanajiokoa maisha yao pia, kwa sababu wapo katika hali ngumu ya kulinda usalama, na si kwamba eti walikuwa wamejipanga kuua siku hiyo, isipokuwa nazungumza maelezo ya wawe, si kwamba walijipanga kulinda usalama, lakini wakawa wametishiwa maisha yao kwa namna hizo za machafuko na vitu kama hivyo. Jibu lako ni lipi katika maelezo kama haya? Kwanza mimi siwezi kuita yalikuwa ni machafuko, kwa sababu ukifuatilia klipu ya kwanza ambayo watu walikusanyika pale Kibo nje ya kanisa la Gwajima, ambapo maandamano kwa upande mwingine wa Dar es Salaam yalianzia, watu walikuwa wanaimba nyimbo za haki, wanataka tume huru ya uchaguzi, wanataka katiba mpya, na wakawa wanasema sawa kabisa, hawamtaki. Wazi kabisa walikuwa wanasema kwamba hatumtaki Rais Samia. Inamaanisha watu walikuwa wanaonyesha hisia zao, na watu walipata hasira baada ya watu kuanza kupigwa risasi. Kwani kituo cha kwanza cha kuchoma kilikuwa ni kituo cha Kibo ambacho kipo Kimara, ndio kilikuwa kituo cha kwanza kuchoma baada ya watu wawili kupigwa risasi. Na watu walivyokuwa wanakimbia kutafuta sehemu ya kwenda kujificha, walipopita nje ya hicho kituo, kwa maelezo ya waandamanaji, watu waliwaita kwamba wanahitaji msaada. Walipofika pale, wakavunja kile kituo. Ndani ya kituo kulikuwa kuna watu ambao wamepigwa risasi za miguu, wengine wamepigwa risasi ya kiuno, na wengine walikuwa tayari wameshauawa wakiwa wako ndani ya kituo na wenzao. Kwa hiyo baada ya kuwatoa wale watu ndani ya kituo, walitoa maiti na watu ambao wamejeruhiwa kwa risasi, ndipo hasira za waandamanaji zilianzia pale, wakaanza kuchoma. Kituo cha kwanza kuchoma ilikuwa ni kituo cha Kibo. Kwa hiyo yale yalikuwa ni maandamano ya kudai haki za msingi ambazo hazijaanza kudaiwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Madai ya msingi ya Watanzania ni kuwa na uchaguzi wa huru na haki. Uporaji na machafuko wameanza Chama cha Mapinduzi baada ya kupola uchaguzi wa serikali ya mitaa, vijiji na vitongoji wa mwaka 2019. Waliengua wagombea wote wa upinzani nchi nzima. Hayo ni machafuko makubwa ambayo CCM walifanya, na walitengeneza chuki kubwa sana kati ya raia na viongozi. Haikuishia uchaguzi wa mwaka 2019 peke yake. Uchaguzi wa mwaka 2020 waliengua madiwani wengi, wabunge wengi, na baadaye walipola ushindi mzima kati ya vyama vya upinzani, kutoka wabunge 106 mpaka mbunge mmoja wa Chadema wa Nkasi, wa Rukwa Nkasi Kaskazini, Aida Kenan. Hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Licha ya Watanzania kupigia kelele kuwa na uchaguzi wa huru na haki, twende kwenye uchaguzi, tupate tume huru ya uchaguzi, sisi Chadema tumefanya operation ya no reforms no election nchi nzima, tukaiambia serikali tunataka uchaguzi ufanyikaje, tupate tume huru ya uchaguzi, ili kila mgombea kwenye uchaguzi ule basi atakayeshinda atangazwe, awe Chadema, akishinda atangazwe, awe CCM. Lakini CCM hawakusikiliza. Ulipofika uchaguzi wa mwaka 2024 walifanya kile ambacho walikifanya mwaka 2019, walipola uchaguzi nchi nzima. Sasa hivi Watanzania, ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inasema mamlaka yatatoka kwa wananchi. Uchaguzi, wananchi ndio wana mamlaka ya kumweka kiongozi wanaomtaka madarakani aweze kuwaongoza. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi, uchaguzi wa mwaka jana tu, serikali za mitaa, licha ya malalamiko mengi ya huko tulikotoka, wamepola uchaguzi nchi nzima. Haya mimi naweza nikaita ni machafuko ambayo yaliratibiwa na serikali na kupandikiza chuki kwa wananchi. Kile ambacho wamekifanya wananchi siku ya tarehe 29 mwaka 2025 ni maumivu na chuki ambayo wamepandikiziwa na serikali, ambayo hawakusikilizwa kwa muda mrefu. Hauwezi ukamcontrol mtu mwenye hasira kali anayedai haki yake kwenye nchi. Anaweza kafanya chochote kile ili mradi, na hawakuharibu kila mali ya mtu. Wale ambao walihusika kuunga mkono Chama cha Mapinduzi, wale ambao walihusika kuwakejeli wananchi, ndio ambao jenzi waliwafikia, na walikuwa na kauli yao maarufu sana, wanasema wanamsalimia. Na wamechoma mali nyingi za serikali, wamechoma vituo vya polisi kwa sababu haviwatendei haki, wamechoma mahakama,
wamechoma shule, wamechoma kodi zao, kwa sababu zile ni kodi zao ambazo hazitendewi haki. Tanzania kila mwaka ripoti ya CAG inasomwa, mabilioni ya fedha yanaliwa, serikali ya Chama cha Mapinduzi haichukui hatua zozote, licha ya Watanzania kupiga kelele nyingi. Kwa hiyo Watanzania, hiki ambacho wamekifanya siku ya tarehe 29 si kwa bahati mbaya, ni chuki ambayo ilipandikizwa na serikali yao. Kwa hiyo serikali kwenye hili hawapaswi kuwalaumu waandamanaji, wanapaswa kujilaumu wao, kuangalia wapi walijikwaa, wapi waliteleza, kurekebisha kile ambacho Watanzania wamekipigia kelele kwa muda mrefu sana. Naam. Asante. Maana hapa sasa nimekuelewa zaidi kwamba upumbo uliposema kwamba hayakuwa matukio ya bahati mbaya, ni kwamba kwa pande zote mbili kulikuwa kuna matayarisho ya aina fulani. Upande wa wananchi, tunawaita wananchi hapa, au tuseme unaita wewe Gen Z, vijana ambao waliingia mitaani wakafanya walioyafanya, ni kwa sababu walijengwa hasira, kwa mujibu wa maelezo yako wewe, hasira ya muda mrefu kwa matukio kadhaa ambayo yametokea. Na upande wa watawala ni kwamba walitayarisha mazingira ya kutokusikiliza, ya kutokutambua matakwa ya umma, na kwa hivyo ikawa yenyewe wanajitayarishia kile ambacho kimetokea. Ikiwa nimekuelewa hivyo ndivyo ulivyokusudia, ama sivyo? Umenisikia? Ndio, nimekusikia, nimekusudia hivyo, ndio. Okay, asante. Naam, tuje sasa katika upande mwingine wa pili. Tuje katika upande wa chama chako cha Chadema, chama ambacho ndicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania, hasa kwa upande wa Tanzania bara, na ndicho ambacho kina useme, ingawa hamjitambulishi wazi kwamba nyinyi ndio ambao mmehusika na matukio ya tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mnasema, ikiwa nakula vizuri, kwamba ni swala umma wenyewe ndio umefanya maamuzi ambayo waliyafanya siku zilizoendelea baada ya hapo, lakini bado nyinyi ni wafaidika au waathirika wakubwa wa jambo lenyewe. Maana hata saizi wanakamatwa watu, sehemu kubwa ya viongozi wanaokamatwa viongozi wa chama chako. Kwa hivyo aidha nyinyi ni wafaidika au ni waathirika wa hali yenyewe ilivyotokezea. Mupo katika hali gani sasa Chadema katika mazingira kama haya yaliyopo? Asante. Tunapopitia hali ngumu kama hii, kwa kweli chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimepata shambulio kubwa sana, shambulio la mahakama, shambulio la jeshi la polisi, shambulio la watu wasiojulikana. Watu wametekwa, watu wamepotezwa, watu wameumizwa, watu wameuawa. Hawa wote ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini ili chama chetu kiimarike, lazima kipitie katika njia kama hizi. Ukiangalia ANC ya South Africa, wao walifutiwa usajili kabisa kwa kipindi cha miaka 20, zaidi ya miaka 20, lakini baadaye kilirudi kuwa chama imara zaidi. Sisi Chadema sasa hivi tumezuiwa kabisa kujihusisha na shughuli za kisiasa nchini Tanzania. Hatufungue ofisi zetu, hatukai ofisini, hatufanyi vikao, hata kuzungumza na vyombo vya habari imekuwa changamoto, wakati mwingine tunazuiwa. Kwa hiyo hiki chama ambacho kimefungwa mikono na miguu na mdomo, lakini bado ndicho chama ambacho kinahusishwa na kila tukio ambalo linaendelea nchini. Sasa ukiona tunafikia katika hatua kama hii, unapaswa ujiulize ni kwa nini serikali ya Chama cha Mapinduzi haihangaiki na vyama vingine, inahangaika na Chadema. Chadema ndio chama pekee Tanzania, chama kikuu cha upinzani, chama chenye msimamo uliothabiti, chama ambacho kinasimamia maslahi ya wananchi, chama ambacho kinajipambanua katika nguvu ya umma. Hiki chama ambacho kipo hivi leo kimepitia misukosuko mingi sana, licha ya yote ambayo yanaendelea sasa hivi. Waandamanaji ni wananchi, lakini wanaokamatwa kila siku ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Wapo waliotekwa mpaka sasa hawajapatikana, ni wanachama zaidi ya 150 wa Chadema mpaka sasa wametekwa, hawajulikani popote walipo. Lakini bado Watanzania bado wana imani na viongozi na kauli zetu, kwa sababu hatuyumbi katika misimamo yetu. Sisi tumesema tunahitaji utawala wa haki katika nchi yetu, na tutabaki kuwa chama kiongozi kuongoza wananchi na kusimama na kusimamia malengo yao na matakwa yao, kwa sababu Watanzania wanahitaji mabadiliko. Na sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, licha ya misukosuko yote ambayo tunapitia, hatuwezi tukawasaliti Watanzania kwa maumivu ambayo tunapitia. Mimi nazungumza hapa leo, nina kesi mahakamani, maombi
ya kutakwa nipelekwe gerezani kwa kukiuka amri ya mahakama, na mimi sina kesi mahakamani. Najua hizi ni mbinu za serikali ya Chama cha Mapinduzi kututisha na kurudisha nyuma. Tarehe 24 kama unavyokumbuka, tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu nilikwenda kwenye kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani. Mimi na wenzangu tulitekwa nje ya mahakama, tukapelekwa Ununio, tukapigwa vibaya sana. Ukiangalia picha zangu na video zangu, ukiangalia mgongo wangu na mwili wangu hautamaniki kabisa. Hii yote na wapigaji walikuwa nasema tunataka uachane na masuala ya siasa za Chadema, lakini leo niko hapa kwa ujasiri mkubwa sana, ninazungumzia siasa za chama changu cha Chadema, naizungumzia nchi yangu ya Tanzania. Kwa hiyo licha ya mashambulio makubwa ambayo yanajitokeza kwenye chama chetu cha Chadema, na washukuru viongozi wetu. Leo hii nazungumza hapa, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu zaidi ya miezi 6 yupo gerezani, gereza la Ukonga kwa kesi ya uhaini. Wapo wanachama wengine wa Chadema ambao wameunganishwa na wananchi wengine wamepewa kesi za uhaini sasa hivi. Wanachama na viongozi wa Chadema majumbani kwao nchini Tanzania. Sio wakati mgumu sana, lakini hiki tuimarisha. Umeona, licha ya yote ambayo yanatokea, hakuna makundi ya chama chetu ambayo yanaondoka kwenye chama chetu kujiunga na serikali ili kupunguza maumivu. Watanzania na wanachadema ambao wanaamini katika imani ya Chadema wako tayari kupitishwa katika maumivu haya. Tunaamini tutashinda, chama chetu kitashinda, kitakuja kuongoza Tanzania ambayo tunahitaji, kwa sababu tuna sera ambayo tunapanga kuitekeleza kwa Watanzania, na sisi tunaamini katika utawala wa huru, utawala wa kweli, utawala wa kidemokrasia na maendeleo ya watu. Hicho ndicho ambacho tunakipigania katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa chama chetu kimeimarika, viongozi wetu wameimarika, licha ya mateso na maumivu ambayo tunapitishwa hivi kwa sasa, tunajua yatazidi kutuimarisha, na tukitoka hapa tutakuwa tumeshapitishwa katika vipimo vyote vya kwenda kuiongoza serikali ambayo inaheshimu haki za binadamu na serikali ambayo itaheshimu Watanzania. Naam, bila shaka kwa kutumia neno kuimarika, Taha ndugu yangu, unakusudia kuimarika kiimani na sio kuimarika kitaasisi. Maana taasisi ndio inaparaganywa hivyo. Ikiwa taasisi haiwezi kufanya mikutano, taasisi haiwezi kufanya kazi yake, kazi ya siasa ambayo ndio lengo lenu, kuunda chama cha kisiasa, kufanya kazi za kisiasa. Taasisi haiwezi kuwa na utaratibu wa kujiendesha. Kiongozi wenu kama hivyo wanaandamwa mmoja mmoja wa makundi, wanawekwa ndani kadha wa kadha. Kwa hivyo unapozungumzia kuimarika, huzungumzii kuimarika kama taasisi, kama chombo, lakini unazungumzia kuimarika kama imani zenu ambazo mnazo kwa kile ambacho mnakipigania, ama vipi? Asante. Kwanza unapaswa ujue taasisi ni watu, na Tanzania tuna vyama 19 na vina ofisi na majengo, lakini vimepoteza imani na ushawishi kwa wananchi. Kwa hiyo utakubaliana na mimi kwamba taasisi sio majengo mazuri, wala taasisi sio viongozi wake kukaa ofisini peke yake. Taasisi iwe na viongozi wenye misimamo, chama ambacho kimebeba matarajio na maono ya Watanzania wote. Hicho ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na chama chetu kimejengwa katika mioyo, katika imani ya watu. Ndio maana watu wanajitolea kuchangishana kuongoza chama, kuchangishana kujenga ofisi. Hiki ni chama ambacho kimeimarika mioyoni mwa watu, chama ambacho kinakubalika. Tunaweza tukawa hatuna ofisi hata moja, lakini chama chetu bado kitazidi kuwa imara, kwa sababu wanachama wetu wamejengwa katika imani ya mapenzi makubwa kuiona Tanzania yenye ambayo tunaihitaji, Tanzania yenye neema, Tanzania ambayo inaheshimu utawala wa katiba na utawala wa sheria. Hiyo ndio imani ambayo imejengwa kwenye wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, imani ambayo inaamini katika nguvu ya umma. Hata kama hatuna jengo la ofisi, lakini tupo, tuna Chadema Family, tunazikana, tunachangiana katika maradhi, tunatembeleana, tunaishi kama ndugu. Hii ni imani kubwa kuliko majengo ambayo serikali imeyashikilia hivi sasa. Kwa hiyo ni shauri tu serikali ya Chama cha Mapinduzi, haina namna yoyote inaweza ikafanya ikaiua Chadema, kwa sababu Chadema sio majengo, sio makao makuu ya Dar es Salaam. Chadema ni imani yake ambayo Watanzania wote ambao wanaamini katika Chadema na wanachama wa Chadema wanakuwa wanaipenda Chadema kutoka kwenye mioyo yao. Ni imani kama ambavyo watu wengine wana imani za dini zao. Naam. Tanzania haina ugeni wa kuinuka kwa vyama na nikisema kuporomoka nitakuwa navionea vyama vyenyewe, lakini kuporomoshwa kwa vyama. Iliinuka NCCR Mageuzi
katika zama za mwanzo za siasa za vyama vingi, ikaenda mpaka karibu kileleni kwa ufuasi na imani kama hivyo, baadaye ikaporomoshwa chini, ikainuka CUF kipindi fulani, ndio hivyo nayo pia ikapigwa na chini, saizi haipo tena, imeinuka Chadema na saizi ndio hivyo inakuja kwa namna hiyo ambayo tunaiona hapa. Je, kipi ambacho kinakufanya utofautishe safari ya maangamizi ambayo vimepitia vyama hivyo vingine na chama chako Chadema ukaona kwamba hakiwezi kwenda katika shimo la maangamizi ambalo wengine walitumbukia, mintarafu hapa ya ACCR Mageuzi na CUF na TLP na wengine? Naweza nikatofautisha chama changu na vyama vingine. Kwanza ni kwa foundation, msingi ambao chama chetu kimeujenga. Sisi ukienda katika kila kijiji na kitongoji na kata za Tanzania, majimbo karibia yote, unakikuta Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikiwa kina viongozi wake na maeneo mengi kikiwa kina ofisi. Chama chetu kikiwa kinafanya shughuli za kisiasa, tofauti na vyama vingine ambavyo vimejimarisha juu tu, havikwenda chini kujenga msingi. Chadema ni chama ambacho kimekubalika sana kwa misimamo yake. Viongozi wetu hawayumbi na mara nyingi sana hatuendi tofauti na mawazo na matakwa na malengo ya wananchi. Sisi tunasikiliza wananchi, kwani ni chama ambacho kinaamini. Falsafa yetu sisi ni tofauti na falsafa ya vyama vingine. Sisi tunaamini katika falsafa ya nguvu ya umma, ndio maana sisi tunasikiliza umma wakati wote. Vyama vingine havina malengo sambamba na sisi. Ukiwa na chama ambacho kinaamini katika nguvu ya umma, hautataka kuwadisappoint wananchi ambao unawaongoza. Chama chetu kimekuwa kina viongozi imara na siku zote ndio chama pekee kwa sasa, mauaji yakitokea ndio chama kinachokemea bila kificho, bila uwazi. Utekaji unaoendelea ndio chama pekee kinachokemea kwa misimamo thabiti. Ndio chama pekee ambacho Watanzania walipolalamika uchaguzi sio huru na haki, kikasema kama wananchi wanalalamika huo uchaguzi sio huru na haki, kitasimama na wao, hakitashiriki huo uchaguzi, bali kitashiriki kuzuia huo uchaguzi kwa operation ya no reforms no election. Kwa hiyo chama chetu najitofautisha na vyama. Ukimzungumzia NCCR Mageuzi, baadaye Mlema alikiuza kafu, unajua alichofanya Lipumba, na chama ambacho kilikuwa kina nguvu kubwa sana Tanzania bara na Zanzibar, lakini kimepoteza uongozi na sasa kimekubali uongozi. Wanasema uongozi chetu ni uongozi makini, wanachama wake ni watu ambao wamepitia mambo mengi, wamefungwa, wamepewa kesi za mauaji, wameuawa. Ni mara nyingi unakuta ni viongozi wa Chadema, si kwa sababu yote ile, ni kwa sababu chama chetu ni chama ambacho kina wanachama na viongozi wenye msimamo thabiti kabisa na unaonekana kwa umma. Kwa hiyo chama hiki kwa sasa kimeimarika sana, na hata hiki ambacho kinatokea mpaka sasa, mauaji yametokea Tanzania, chama chetu kimesimama na wananchi, kimesema hakimtambui rais anayeongoza kwa sasa, hakitambui serikali kwa sasa, na kinataka uchaguzi wa ufutwe, urudiwe, ili Watanzania wapate viongozi ambao wanawataka, ambao watatokana kidemokrasia. Ni chama ambacho kimebeba mawazo na msimamo wa wananchi, ndio maana kikisema kinasikilizwa. Sasa hivi hakuna chama chochote ambacho kikisema kinasikilizwa, chama cha upinzani, iwe chama tawala, iwe chama chochote kile. Lakini Chadema ikisema inasikilizwa na wananchi, kwa sababu inasikiliza maoni yao na inaishi kwenye maisha ambayo Watanzania wanahitaji kwa sasa. Naam, asante. Mbele yetu Taha, kuna tarehe 9 Disemba ambayo nikikutoa kama Chadema ingeweka katika mwanaharakati, na kwa sababu ya umri wako bado kali Gen Z, kama mimi ambaye nishazeeka tena. Kwa hivyo nyinyi vijana wa Gen Z mmesema kwamba mpaka saa hizi mnavyosambaza habari mitandaoni, mnavyofanya organization, ni kama kwamba tarehe 9 Disemba mtafanya kile ambacho mlikifanya tarehe 29 Oktoba. Mtatoka tena mitaani kudai yale ambayo mlikuwa mnayadai, na saizi yameongezeka na mengine. Hebu tupitishe kwanza katika madai yenu ya kimsingi, la kwanza, na pili tuelezee Disemba 9 ikiwa itakuwa na maana gani kwenu, isipokuwa itakuwa na maana gani kwenu? Asante sana. Kwanza Watanzania wanapaswa waelewe, sisi Watanzania vijana wa Gen Z na Watanzania kwa ujumla, madai yetu ni nini? Kwanza tunataka uchaguzi wa huru na haki. Mtanzania awe ana uwezo wa kumweka kiongozi anayemtaka madarakani,
akienda kinyume na matakwa ya wananchi, wewe wana uwezo wa kumwondoa. Sasa hivi Watanzania hawana hata mamlaka ya kumweka mwenyekiti wa kijiji, mtaa na kitongoji madarakani, kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi imepola hiyo haki ya wananchi. Tunataka tuirejeshe hiyo haki ya wananchi ya kuchagua kiongozi wanayemtaka, wamchague diwani wanayemtaka, mbunge wanayemtaka, na rais wanayemtaka, awe wa chama chochote, ili akishinda atekeleze ilani aliyoinadi na wahudumia wananchi ambao wamemchagua na achochee maendeleo sehemu yake. Leo hii tuna madiwani haramu, wabunge haramu, wenye viti wa serikali za mitaa haramu, rais haramu, hajatokana na kula za Watanzania. Sasa hivi tunataka haki ya tume huru ya uchaguzi, tume ambayo Mtanzania yoyote akiambiwa ile ni tume huru ya uchaguzi ataiamini. Tunataka uchaguzi ambaye wakala wa chama cha siasa akienda kusimamia uchaguzi hatokatazwa kuingia kwenye chumba cha uchaguzi kwenda kusimamia kura za mgombea wake. Tunataka tuwe tuna uchaguzi ambaye matokeo ya rais yapingwe mahakamani. Rais sio Mungu. Tanzania matokeo ya rais hayaruhusiwi kupingwa mahakamani. Rais ni binadamu, lakini unaweza ukapinga matokeo ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, matokeo ya diwani, matokeo ya mbunge, lakini rais amewekewa kinga ya kupinga matokeo yake mahakamani. Tunataka matokeo ya urais yaweze kupingwa mahakamani. Vile vile tunataka kupunguza mamlaka ya rais. Rais ana mamlaka makubwa sana, ndio maana hata mauaji yametokea siku ya tarehe 29. Rais anamteua IGP, anamteua mkuu wa majeshi, anamteua mkurugenzi wa usalama wa taifa. Rais anateua wakuu wa mikoa wote ambao ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama kwenye mikoa. Anawateua wakuu wa wilaya ambao ni wenye viti wa kamati ya ulinzi na usalama kwenye wilaya zote za Tanzania. Hawa wote wana control bunduki, wanaelekeza bunduki kwa wananchi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tunataka rais apunguziwe mamlaka makubwa alionayo hivi sasa, ili hata anapoongoza aweze kuwajibishwa. Tunataka tuwe tuna bunge huru, bunge ambalo wabunge wake watatokana na kula wa mamlaka ya kuwajibinge. Sasa hivi unaona mbunge yeyote akisimama anatumia dakika nyingi sana kumsifia Mheshimiwa Rais. Hakumbuki kabisa kama yuko pale kwa niaba ya wananchi, kwa sababu anajua wananchi wataki wasitaki atakuwa mbunge rais akifurahi. Tunataka wananchi wawe wana uwezo wa kumweka mbunge Januari, wawe wana uwezo wa kumtoa mbunge madarakani kwa kula zao za kutokuwa na imani nayo mwezi wa 6. Wakifanya hivyo, nchi ikiwa hivyo, viongozi wataheshimu wananchi. Hata rais mwenyewe, kama wananchi wanaweza wa kumweka madarakani na kumuondoa, akiwa madarakani akikalia kiti, ataheshimu rasilimali za Watanzania, atawaheshimu Watanzania, ataendesha nchi kwa mujibu wa katiba, kwani anajua akiondoka madarakani katiba itakayoipata itakuwa imemwondolea kinga, anaweza akaenda mahakamani wakati wote. Tunataka tupate katiba ambayo itatupatia police service. Polisi toke kwenye police force twende kwenye police service. Sasa hivi polisi sio rafiki na wananchi. Polisi akija kukukamata, ukimuuliza wewe ni nani, umetokea wapi, atakupiga mitama na makofi, atakwambia unanifundisha kazi. Hao ndio polisi wa Tanzania. Tunahitaji polisi atakayetoa huduma, akienda kumkamata mtu atajitambulisha yeye ni nani, anatokea katika kituo gani, ili aweze kumchukua mtu na taarifa ziwepo, huyo mtu aliyochukuliwa anapelekwa wapi. Ndio maana sasa hivi kuna mambo mengi sana ya kutekana na hii police force. Haya yanayozungumza yameandikwa katika rasimu ya Jacinth Warioba ambayo CCM wanajua kwamba ipo kabatini, wananchi walitoa hayo maoni yao. Tunataka muhimili wa mahakama. Rais sasa hivi anateua majaji wa mahakama kuu, anateua majaji wa mahakama za rufani. Sasa hivi Mtanzania akiwa anagombania ardhi na serikali apati haki, kwa sababu rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio mdhamini. Anasema rais anadhamini ardhi yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunataka tupunguze mamlaka ya rais, ili kila kiongozi wa Tanzania afe na msalaba wake mwenyewe. Hivi wataheshimu wananchi. Tunataka vijana wanaomaliza vyuo vikuu kupata ajira iwe ni sehemu ya sheria, itungwe hivyo. Tumesomesha walimu wengi sana Tanzania, tuna madaktari wengi sana Tanzania, tuna maafisa wanyamapori, maafisa mifugo, mainjinia wengi sana Tanzania. Lakini kitu cha kushangaza sasa hivi
tuna walimu wenye madigrii na masters mtaani, lakini shule za Tanzania hazina walimu wa kutosha. Hiki ni kichekesho sana. Tunahitaji walimu wote waliopo, wahitimu wote wa vyuo vikuu waliopo mtaani wapate ajira, iwe sheria iseme hivyo, ili tusilundike wasomi wengi sana mtaani ambao wanaweza wakaisaidia nchi yao ya Tanzania. Tunataka Tanzania iwe na demokrasia ya kweli, uhuru wa kujieleza, Mtanzania awe huru kujieleza sehemu yoyote. Sasa hivi ukienda chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna watoto wetu wanasoma political science, lakini hawaruhusiwi kupractice kile ambacho wanakisoma ndani ya chuo cha Dar es Salaam. Hawaruhusiwi kufanya siasa ndani ya chuo. Tunahitaji vijana wetu wakiwa wako vyuoni wanasoma masomo yao waweze kushiriki siasa za nchi hii, ili tuweze kuandaa vijana wazuri wa kesho wa kuja kuiongoza taifa letu hili la Tanzania. Kwa hiyo tunataka Tanzania ambayo haina utekaji. Binadamu mmoja akipotea, viongozi wawajibike. Haiwezekani sasa hivi watu wametekwa zaidi ya 1,000, IGP ni yule yule, mkuu wa majeshi ni yule yule, mkurugenzi wa usalama wa taifa ni yule yule. Hakuna mtu yoyote anayeweza kuwajibika Tanzania, upotevu wa binadamu anayepumua. Hii haiwezi kuwa nchi. Tunataka Tanzania itakayoheshimu haki za binadamu. Ndio maana tunaipigania afya hiyo, tunaipigania hali hiyo kwa gharama ya afya, kwa gharama ya maisha yetu. Vijana wetu wamepoteza maisha ya kuipigania hii ambayo ninaielezea hapa, na haiwezi kuwa mwisho. Tarehe 29 kama ambavyo nasikia kuna maandamano mengine yanakuja, kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi itaepuka unakuja tarehe 9, sio 29. 29 imeshapita. Tarehe 9 Disemba. Ndio swali langu kwa la pili hilo, baada ya kuuliza kwamba yepi ambayo ni matakwa ambayo mnayo hasa tuje katika tarehe 9 yenyewe. Manake kwa mfano vipi, kabla ya tarehe 9 sawa, vipi ikiwa mfano ndani ya kipindi hiki cha wiki moja na kitu iliyobakia, ikiwa serikali itatamka kwamba yote ambayo mmeyasema wako tayari muyazungumze, wako tayari muyazungumze, waanze mchakato wa utekelezaji. Wakisema hivyo, najua wameunda tume, kuna tume ya uchunguzi ambayo imeundwa ambayo itachunguza matukio ambayo yatokea tarehe 29 anavyosema, na atakuja na majibu yake. Lakini vipi serikali ikisema kwamba badala ya shari kamili bora nusu shari, badala ya kusubiri tarehe 9 Disemba vijana wakaingia mitaani walivyoingia, tuko tayari kukaa tukazungumza nao, nyinyi mko tayari kufanya mazungumzo? Kwanza ambacho unapaswa kuelewa, hiyo tume ambayo imeundwa kuchunguza, na wao wanapaswa kuchunguzwa, kwa sababu aliyeunda tume ni mlalamikiwa na ameipatia maelekezo ya kwenda kufanya. Yule ambaye ametoa maelekezo ya kwenye tume kwenda kuchunguza kilichotokea siku ya tarehe 29 ndio ambayo Watanzania wanamlalamikia kwa amri yake kama amiri jeshi mkuu, mtu wa mwisho kutoa amri ya vyombo vya ulinzi na usalama. Amri yake imetoa madhara ya vifo kwa Watanzania. Watanzania hawajaona ndugu zao, majeruhi, watu wanaishi na risasi sasa hivi viunoni, wengine bado yatolewa risasi, makovu ya risasi kwa Watanzania. Huyo ndio anatoa maelekezo ya ameunda tume ili iweze kumchunguza yeye mwenyewe. Hiyo Watanzania na Gen Z hiyo tume hawaitambui, na wamesema wazi kabisa. Kwanza hata urais wake wenyewe hawatambui bunge, wanaita bunge haramu, kwa sababu hawajatukana na kura za Watanzania. Kama tarehe 29 Oktoba kulikuwa kuna uchaguzi, tusingekuwa tuko hapa. Kinachojadiliwa zaidi ni yale madhara ambayo yametokea siku ya uchaguzi. Inamaanisha hayo madhara tunayojadili sana ni makubwa kuliko uchaguzi wenyewe ambao umefanyika. Kwa hiyo hakukuwa na uchaguzi, kulikuwa na uchafuzi. Kama ulikuwa kuna uchaguzi, tungekuwa tunajadili nani ameshinda, alishinda kwa halali, kuna kesi yoyote ya kiuchaguzi mahakamani, lakini hatujadili hilo. Tunajadili kile ambacho kimetokea, ambacho Watanzania walifanya ili kuzuia uchaguzi usiendelee. Kwanza, kwa sasa tunataka viongozi wote waliopo wajiuzuru, hatuwatambui, na hiyo iko wazi kabisa na ni msimamo wa kila Mtanzania mwenye akili timamu. Tuanze upya, uchaguzi ufanyike upya, na wale ambao wamefanya mauaji wawajibike. Tuone watu wanakwenda mahakamani, wanakwenda magerezani. Nani alitoa amri ya kuua? Ni kwa sababu gani aliua Watanzania? Watu waende wakajieleze mahakamani. Sidhani kama ni wakati sahihi sana kwa sasa kuwazungumzia hawa viongozi ambao hawana baraka zote za Watanzania. Kwa hiyo sisi na Gen Z unaona wanatangaza maandamano yao siku ya tarehe 9 kwenda kuandamana tena, kwa sababu kwanza watambui uongozi uliopo madarakani,
Pili, wanapinga mauaji yaliyotokea, bado utekaji unaendelea, bado funga kiholela inaendelea ya Watanzania. Inamaanisha viongozi waliojipitisha, japokuwa hata kama wamepita kiharamu, lakini bado hawajaacha kuteka, hawajaacha kusingizia watu kesi, hawajaacha kupoteza watu, bado yale yale ambayo yalilalamikiwa huko nyuma yanaendelea. Na tunasema matatizo ya Tanzania yatakapoisha ndipo Watanzania watakapotulia, ila silaha, magereza, mahakama haziwezi kuwatuliza Watanzania. Kitakachoweza kuwatuliza Watanzania ni haki pekee, na yale madai yao ambayo wanayadai yakifanyiwa kazi ndipo watatulia, lakini wasipofanya hivyo usitegemee kama Tanzania itatulia kwa sasa. Naam, lakini Taha, nyinyi kama vijana mnajua na mnapaswa kujua kwamba mambo yanapaswa kuwa na pa kuanzia, manake kama mnataka yote hayo yatekelezwe, lakini nani mtekelezaji wake? Lazima pawe pana mamlaka ambayo inaweza kusimamia utekelezaji wake, ambayo itafanya mambo yaweze kwenda. Hamuwezi kuanza penye sufuri, lazima mwanze penye mwanzo. Maana yake kwamba kuna serikali ambayo ina mamlaka, ambayo ina nguvu za kuweza kuyafanya hayo, lakini hii serikali yenyewe hamuitambui hasa uwepo kwake, wala hamtambui mamlaka yake. Mtaanzia wapi katika utekelezwaji yote ambao mnataka bila ya kwanza kuanza pahala? Kwanza unapaswa uelewe kwamba mamlaka yanatoka kwa wananchi. Sisi ndio tuna mamlaka ya serikali yetu, tuna mamlaka ya kumweka nani aongoze, tuna mamlaka ya kumtoa kiongozi wote wakati wowote ule. Hayo mamlaka tunayo sisi, hayo mamlaka hayapo kwa viongozi wa serikali, kwa sababu hao wamekaa pale kwa niaba yetu sisi. Sisi tukiwakataa wataondoka pale, tutakuwa na serikali ya mpito, serikali ambayo itaunda bunge maalum la katiba, bunge hilo ambalo litakwenda kuwaletea Watanzania katiba mpya na kusikiliza maoni yao. Ukiona watu wanakwenda kuandamana, inamaanisha mbinu zote za mezani zimeshindikana, kwani mazungumzo yameshindikana. Viongozi waliopo madarakani wana kiburi cha kutisha, hawataki kusikiliza, wamedharau, wamekejeli sana. Hata tarehe 29, kabla ya tarehe 29 walikejeli sana, walitegemea Watanzania ni wale wale kondoo ambao hawawezi wakaamka. Kwa hiyo sisi ndio kwa mujibu wa katiba ibara ya 8 inasema mamlaka yatatoka kwa wananchi. Tuna uwezo wa kumwondoa kiongozi yoyote aliyopo madarakani, tukamweka kiongozi ambao tunamtaka sisi. Kwa sasa tunahitaji Tanzania yenye katiba mpya. Pale ambapo tutafika, atapatikana mtu sahihi wa kutuvusha kwenye hili ambayo tunalipigania. Sio lazima iwe serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini mtu sahihi, tume sahihi ambayo Watanzania wote wakiangalia wanajua wale watu waliokaa pale wanaweza wakatuletea katiba mpya ambayo tunaipigania, kwani katiba mpya ndio mwarobaini na dawa ya kutibu haya matatizo ambayo tunayapigania kwenye nchi yetu ya Tanzania. Naam, asante. Twende mwisho wa kipindi chetu, mazungumzo yetu. Vipi bila 9 Disemba? Nakusudia vipi ikiwa 9 Disemba maandamano ya umma ambayo mnatayarisha au mnafikiria kwamba yatokezea hayakutokea? Vipi ikiwa wananchi watasema tumechoka na mauaji yalivyokuwa, tumechoka na machafuko ya tarehe 29 na kuendelea, na hasa tunaamua tuzike maiti zetu tulizopata, tutibu majeraha yetu, halafu turudi nyuma tusifanye kitu? Kwanza umma unajiandaa wenyewe. Umma hauandaliwi na sisi. Wameshajua maumivu yaliyotokea siku ya tarehe 29 Oktoba. Maumivu, watu wampoteza ndugu zao, watu hawajaona maiti ya wapendwa wao, watu wameona ndugu zao wamekuwa walemavu, wamepigwa risasi, lakini kile ambacho walikipigania ndugu zao na damu ambayo imemwagika bado serikali haijatambua na bado inaendelea kukejeli kile ambacho kimetokea. Kilichotokea tarehe 29 kiliandika ukurasa mpya. Unaona sasa hivi hata bunge la Ulaya limetoa maazimio ya kusitisha misaada mbalimbali kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea siku ya tarehe 29 sio kwamba ilikuwa ni kazi ya hasara, ilikuwa ni kazi njema sana ambayo walifanya Watanzania kwa ajili ya nchi yao. Kwa hiyo tarehe 9 Disemba lolote linaweza likatokea, hata kama asipotoka mtu hata mmoja ndani, lakini ujumbe kwa serikali utakuwa umefika, na Watanzania wanasema maandamano hayo yatakuwa hayana kikomo. Lazima Watanzania watakwenda kuipigania nchi yao, na watu wako tayari kuwasikiliza. Mijadala mikubwa sana inaendelea, haijawahi kutokea. Watu zaidi ya 10,000 wanafuatilia live moja. Watanzania ujue wameamka, na mijadala sasa hivi ambayo inafuatiliwa na watu ni mijadala ya kisiasa, mijadala ya kuendesha nchi yao ya Tanzania. Watafanikiwa kama ambavyo walifanikiwa siku ya tarehe 29, na watawala waelewe kwamba
watu hawa wanadai haki yao ya msingi kabisa. Wametekewa, ndugu zao wametekwa, ndugu zao wamekufa, ndugu zao wamesingiziwa kesi, wako magereza, maelfu ya Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wanakwenda kupinga kile ambacho miaka yote hata wazee wetu walikipigania, lakini hawakifikisha mwisho. Damu iliyomwagika tarehe 29 itatumika kama dibaji mpya ya kuiandika Tanzania mpya ambayo tunaihitaji. Ile damu Mwenyezi Mungu hawezi akaruhusu iende bure. Kwa hiyo Watanzania wako tayari, ukiwasikiliza. Kabla ya tarehe 29 waliteka wakina Polepole, ikaonekana damu nyingi kabisa zimetapakaa sakafuni. Watawala walifanya vile ili watu wasiandamane, lakini utekaji, ukamataji haukuzuia Watanzania wasiandamane siku ya tarehe 29. Hata mauaji hayawezi kuzuia Watanzania wasiandamane siku ya tarehe 9 Disemba. Kwa hiyo mimi niwaambie watawala, wana muda wa kujitafakari. Kujitafakari kwao ni kuachia ngazi na madaraka, twende tukaiunde Tanzania ya Watanzania wenyewe, kwa sababu utawala uliopo hivi sasa ni utawala haramu, haukubaliki na Watanzania, haukubaliki pia hata na Mwenyezi Mungu mwenyewe ambayo anaiangalia Tanzania na kuilinda wakati wote. Kwa hiyo tarehe 9 Disemba ni siku njema sana kwa Watanzania wote, Watanzania wapenda mabadiliko, wanaoitakia mema nchi yao ya Tanzania. Sisi hatuandamani kwa sababu ya kuiharibu nchi yetu ya Tanzania. Tunaandamana kudai haki ambazo serikali ya Chama cha Mapinduzi miaka yote haijawahi kuzitoa. Imewaragai Watanzania, imekula pesa za bunge la katiba, mpaka sasa haijaandika katiba mpya. Kila uchaguzi Watanzania wameuawa, watu wamebaki yatima na makaburi ya kiuchaguzi. Kila mwaka Watanzania wanauawa. Uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, Watanzania zaidi ya 5 wameuawa. Wameuawa Manyoni, Ukonga, Dar es Salaam. Tumezika Tunduma kwa sababu za kiuchaguzi. Tumechoka kuzika ndugu zetu kwenye uchaguzi. Tunataka tupate mifumo huru na itakayotenda haki ili isaidie Tanzania. Ndio maana tarehe 9 tunatoka kwenye nyumba zetu. Tunatoka kwa sababu tunataka mahakama huru. Tunatoka kwa sababu tunataka haki, tunapinga utekaji. Mpaka sasa watu wanaendelea kutekwa kwenye nchi yetu ya Tanzania. Wanateka vijana wadogo, wazazi wanabaki yatima, hawajui wazike nguo au waendelee kukaa nazo kabatini, wapendwa wao watarejea. Ni maumivu makubwa ambayo Tanzania wanayo. Usitegemee kama watu wao watakaa ndani kakagasani. Kwa hiyo tukutane tarehe 9 Disemba ili tukaiandike Tanzania njema ambayo tunaihitaji, si kwa ubaya, kwa sababu watawala, hii ndio lugha pekee ambayo wataweza kuielewa kwa sasa. Naam, naam, ndugu yangu Taha Mwaipaya, kwa hakika nakushukuru sana sana kabisa kupata muda wa kuzungumza katika wakati mgumu kama huu ambao taifa linapitia. Wewe na wenzako ambao mna katika mapambano haya, tunazidi kuwafarijini na kuwatakieni kheri, na pengine kama ambavyo ndoto zenu zilivyo, kuna siku ita Tanzania itaishi ndoto yake, ndoto ya kuwa taifa ambalo haki imesimama, ndoto taifa ambalo lina amani ya kweli baina yenu. Asante Taha. Amin. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana.